Single mother ni aina ya mwanamke ambaye yeye amechagua kulea watoto au mtoto peke yake. Lakini sio kwamba hao watoto au huyo mtoto hana baba. Baba yupo, lakini yeye mwanamke ameamua kwamba atalea mtoto au hao watoto yeye peke yake. Lakini naomba niseme kwamba kuwa single mother sio laana wala sio jambo la sifa. Kama wewe ni mwanamke ambaye ni single mother, sio laana. Na kama wewe bado haujapata mtoto, sio jambo la sifa kwamba ukimbilie kuwa single mother. Pia kuna aina za single mother. Aina ya kwanza ni aina ya mwanamke ambaye yeye amefiwa na mume. Yaani haikuwa kwa kupenda kwake, ni bahati mbaya imetokea, baba wa familia hayupo, amefariki. Na aina ya pili ya single mother ni aina ya yule mwanamke ambaye yeye amekuwa single mother sio kwa kupenda kwake, alitendewa kitendo ambacho sio hiari yake. Nazungumzia yule aliyebakwa. Aina ya tatu ya single mother ni aina ya yule mwanamke ambaye yeye na baba watoto au baba mtoto waliwahi kuwa kwenye maisha ya ndoa lakini wakashindwana. Aina ya nne ya single mother ni aina ya yule mwanamke ambaye yeye anatamani uwepo wa baba kwa watoto wake, lakini baba ameamua kutelekeza, hana muda na watoto wake. Na aina ya tano ni aina ya mwanamke ambaye yeye peke yake amechagua kuwa single mother, na huyu ndiyo hasa ninayemzungumzia hapa. Iwe ni yule ambaye ameamua kuzaa kwamba atalea mtoto peke yake, au yule ambaye waliachana na baba mtoto au baba watoto, lakini yeye kwa hasira zake akaamua kwamba hawa watoto au huyu mtoto nitamlea peke yangu. Naomba niseme kwamba malezi ya upande mmoja yanaleta changamoto kwenye ukuaji wa watoto. Yaani watoto wanakuwa na changamoto. Sijui kama unaelewa. Baba kuna kitu anachokitoa kwa watoto, na wewe mama kuna kitu unachokitoa kwa watoto. Na ndio maana unaona hata upatikanaji wa mtoto mwenyewe unahusisha nyinyi wawili, kila mtu kutoa kitu. Mwanaume anatoa mbegu na wewe mwanamke unatoa yai, ndipo anapotengenezwa mtoto. Na huyo mtoto anatakiwa akuzwe na kulelewa katika ushirika wa nyinyi wote wawili ili mtoto awe kamili. Na kwa sababu hata kwenye kuzaliwa kwake mtoto ili awe kamili ilihusisha nyinyi wawili pia kutoa kila mtu kitu chake. Lazima ujue pia kwenye malezi baba anatoa kitu fulani na wewe mama unatoa kitu fulani. Mtoto akilelewa kwenye mazingira ya kuona wazazi wote wawili huwa hawi na changamoto. Lakini mtoto akilelewa mazingira ya mzazi mmoja huwa anakuwa na changamoto. Na ndio maana niliwahi kusema siku moja hapa kwamba wanawake waliolelewa na mama pekee huwa wanakuwa na changamoto. Changamoto kubwa ambayo huwa inakuwepo kwa hawa wanawake ni kutokuwa watii kwa wanaume. Yaani hiyo inakuwaga ni changamoto kwa sababu yeye amelelewa na upande wa malezi ya mama peke yake. Kwa hiyo anajifunza kujitawala yeye mwenyewe. Kuwa chini ya mtu yeye kwake ni kama kitu ambacho anaona hakieleweki. Na kwa bahati mbaya unakuta huyu mama kwa kuwa labda ana hasira, labda yeye ilitokea na baba mtoto alishindwa kuendelea na maisha, anaamua kuanza kuwalisha watoto wake sumu kuhusu wanaume. Yale aliyoyapitia anaamua kuyavua na kuwavisha watoto wake. Matokeo yake watoto wakikua wanakuwa ni watoto wenye changamoto kwa sababu wanakuwa na chuki za kijinsia. Hawako sawa. Kwa hiyo hata yeye mtoto pia inampelekea hata anapokuja kuwa na familia yake pia anaweza kutamani kuwa single mother vile vile. Kwa hiyo kizazi cha single mother kitaendelea kuwepo kwa sababu mtoto wako naye amekuwa kwenye mazingira ya kuwa na mzazi wa upande mmoja. Mimi naomba niseme kitu. Kama wewe ni mwanamke ambaye una mtoto au watoto, lakini unajua kabisa baba wa hao watoto au baba wa huyo mtoto yupo, hebu ruhusu watoto wazoee mazingira ya malezi ya nyinyi wote wawili. Wape uhuru watoto, wajue kuna baba na kuna mama. Hata kama nyinyi mmeachana, lakini wape uhuru watoto wakuwa karibu na baba yao, kwa sababu ile inaongeza kitu kwenye makuzi yao. Hata wakikuwa hawatokuwa na changamoto. Pia vile vile watoto wa kiume huwa wanakuwa na changamoto pale wanapolelewa na mama pekee. Sijui kama unaelewa. Mtoto wa kiume pia akilelewa na mama pekee, wengine huwa wanakuwa ni watu wenye huruma kupindukia kwa sababu aliona mama yake anavyoteseka na yale mazingira, kiasi kwamba huyo mtoto naye akikua kama ni wa kiume. Sasa hivi kwenye ulimwengu tuliofikia, wanaume ni watu ambao wanatendiwa vitu vibaya pia na wanawake. Kwa hiyo huyu mwanaume anaweza kawa hana mipaka katika uvumilivu wake. Anaweza kuja kuwa mtu wa kuvumilia chochote kile kwa sababu anahofia yale mazingira aliyolelewa yeye, watoto wake wasije wakalelewa vile. Kwa hiyo atajikuta ni mtu ambaye anavumilia vitu ambavyo hata havipo kwa sababu anahofia watoto wake wasiingie kwenye ile changamoto. Pia mtoto wa kiume akilelewa na mama peke yake huwa anakuwa na umama mwingi sana, kiasi kwamba baadhi ya wanaume huwa wanashindwa kusimama kwenye nafasi zao kama baba kikamilifu kwa sababu hakuona
umuhimu wa mwanaume kwenye familia ukoje, hakuona nafasi ya mwanaume kwenye familia ikoje, hakuona baba anatakiwa kuwa vipi kwenye familia. Kwa sababu mwanaume akilelewa mazingira ya kuwa na baba, anajifunza misimamo kutoka kwa baba, anajifunza ulinzi kutoka kwa baba, anajifunza yeye kuwa mkamilifu kwenye kubeba majukumu kutoka kwa baba, na pia anajifunza kujiwekea ulinzi wa nje. Baba analeta ulinzi wa nje kiasi kwamba huyo mwanaume hata akipitia changamoto, zipo changamoto ambazo atajua kujiwekea mipaka kwamba hapa, hata kama sasa siwezi kuendelea kuwepo kwenye haya mahusiano. Lakini yeye mwanamke, kinachotisha zaidi ni kwamba mwanamke huwa hawi mtii, kwa sababu hajui umuhimu wa jinsia nyingine. Yeye kwake inakuwa shida. Na pia wewe mama, unapokuwa mtu wa kuwapa watoto wako trauma zako, yani yale mambo uliyoyapitia unawatusha watoto wako, unapelekea watoto hata kujichukia wakati mwingine, kwa sababu nusu ya damu ya mtoto wako ni ya baba yake. Sijui kama unaelewa. Wewe utakapokuwa unamzungumzia mtoto vibaya, wakati mwingine namtengenezea picha mpaka yeye kuanza kujichukia. Anaanza kuona kwa nini nilizaliwa kwa baba wa namna hii, baba ambaye kila siku mama yangu anakaa na kumsema vibaya. Wewe kama mwanamke ambaye una nafasi ya kumweka baba karibu na watoto wako, hebu mweke. Acha chuki. Yale ambayo wewe na yeye mmeyapitia, usitaki watoto wako wapitie. Fanya hivyo kwa sababu ya kuokoa kizazi cha watoto wako. Watoto wako wa kike wakilelewa mazingira ya kukaa na wewe tu, watakuwa na changamoto, hata wao watashindwa kutengeneza familia. Maisha ambayo ulikuwa unaishi wewe wataona kama ndio maisha mazuri zaidi. Na pale watakapoingia kwenye maisha ya ndoa wakagundua kwamba wanatakiwa kuwa chini ya mamlaka ya mtu, itakuwa ngumu sana kwao wao kupokea hilo swala, kwa sababu ni swala geni kwenye maisha yao. Hawakuwahi kuona kwamba mwanaume anasimama kwenye nafasi gani katika familia. Kwa hiyo huwa inaleta changamoto, na wanawake hao wanashindwa kukaa kwenye ndoa zao, wanashindwa kuwaheshimu wanaume, na kutokana na chuki za kijinsia walizonazo huwa wanashindwa kudumu pia kwenye maisha ya ndoa. Kwa hiyo unakuta na wao wanavunja ndoa zao, wanaamua kwenda kukaa wakiwa single, na wao pia watoto wao wanawalea makuzi ya kuwa single, na haya malezi yanaleta changamoto. Mimi ni mtu ambaye ninafuatiliaga sana vitu. Nilishawahi kufuatilia kwamba kwa nini baadhi ya wanaume wanabadilika, yani wao ni wanaume afu wanaanza kuwa mashoga. Kuna nini? Yani nini nyuma kipo? Nilikuja kugundua kwamba asilimia kubwa ya wale watoto walipokea changamoto za malezi. Ni kwa sababu kuna mwingine nilimsikia akisema kwamba yeye alilelewa na mama peke yake, na mama yake alikuwa ana mazingira ya kukaa kama sio mwanamke. Yani yeye akimuita mama anamkatalia, anamwambia mimi ni mshikaji wako. Sijui kama unaelewa. Mimi ni mshikaji wako. Yani mazingira ya mama yale pia hayakuwa vizuri, alikuwa na changamoto. Kwa hiyo ikapelekea yule mtoto, mama yake kwa sababu alikuwa anaishi maisha ya kisela, alikuwa anavuta bangi, alikuwa anafanya nini, yule mama yake akawa na wanaume wengi ambao wanakuja pale nini, mwisho wa siku wakamgeuza mpaka yeye. Kwa hiyo akaathirika tokea utotoni, alivyokuwa yeye akawa na chuki kwanza na wanaume, akaona kama wanaume walikuwa wanafanya vitu fulani kwa mama yake na kumfanyia yeye, matokeo yake na yeye akaamua kuwa shoga. Kwa hiyo akasema sio kwa kupenda kwangu, lakini nilibadilika kutokana na mazingira ya malezi niliyoyapitia. Mama yangu hakunipa malezi sahihi. Yule mtu alilia mpaka machozi kwamba mimi nimekuwa shoga leo hii kwa sababu ya malezi niliyoyapitia. Pengine ningeona nafasi ya baba kwenye familia ikoje, nisingefikia kuwa hapa, na pengine nisingepitia zile changamoto za mimi kuingiliwa nikiwa mdogo na wanaume. Sijui kama unaelewa. Na changamoto pia za wanawake wengine kujibadilisha kuwa kama wanaume ni kuona kwamba wanajitosheleza. Wale matomboi wanaonaga kama wanajitosheleza kwa sababu waliona mama akiishi mwenyewe hataki mwanaume, na kama ana chuki ndio mtu ambaye anamwaga chuki kwa watoto na nini na nini. Inapelekea watoto wengine kubadilika na kujiweka wao kama wanaume, wanajitengeneza wao binafsi kuwa wanaume. Hiyo inaleta vizazi vya tofauti, vizazi vya ajabu. Kwa hiyo mimi ninakwambia, malezi ya baba na mama yana umuhimu. Kila mtu ana umuhimu tofauti tofauti kwenye maisha. Lakini mimi ninaweza kusema ubaya ni kwamba akikosekana baba kwenye familia ni changamoto. Kwa sababu mwanaume anaweza akabahatika kuoa mwanamke ambaye pengine atawapa thamani watoto wake. Kwa hiyo watoto watakuwa wasione tofauti. Tofauti na wewe mama ukichukua malezi ya wewe peke yako, yani ukiamua kuchagua kulea wewe peke yako, kwa sababu kwanza watoto utawapa changamoto, utakuwa unawaambia yale matatizo uliyopitia nini na nini, mambo yanakuwa mengi. Hatimaye watoto wanaanza kujichukia mpaka wao wenyewe wanaanza kujifanyia vitu ambavyo havipo. Wanapoteza utambulisho wao, wanaishi wakiwa kama na majuto, wanaona kama kuzaliwa kwao kilikuwa ni kitu kibaya, haikutakiwa wao wazaliwe na nini. Kwa hiyo mimi ninakwambia, kama wewe ni mwanamke ambaye unaweza kuwaweka watoto na mtu yeyote yule, pengine hata kama una kaka yako, hebu waweke watoto karibu na mjomba wao, wajifunze
wao wanaenda pale wanajifunza namna ambavyo baba anaishi kwenye familia na mama anaishi kwenye familia. Au kama unaweza kupata bahati ya kuolewa, ukapata baba ambaye atasimama kwenye mbadala wa baba, kama huyo baba amekwepa, fanya hivyo. Kwa sababu watoto wakilelewa na wewe peke yako, lazima ujue kwamba watakuwa na changamoto. Ndio maana tumesema sio swala la kwamba utakuwa unalana ukizaa ukiwa na mtoto peke yako, ukiwa single mother, au sio jambo la sifa, kwa sababu inaleta changamoto kwenye makuzi na malezi ya watoto, na inafanya vizazi hivyo viendelee kuzaliwa kila siku. Watoto wanaokuja wanakuwa na changamoto, watoto wanaokuja wanakuwa na changamoto. Ikifika wakati wewe kama mwanamke fanya vitu fulani kwa ajili tu ya kuangalia kesho ya watoto wako, hizo hasira za mambo yaliyotokea kati ya wewe na mzazi mwenzio usiziingize kwa watoto. Na kama unaweza kuwalea watoto wako peke yako, basi walee, lakini usiwape chuki, usiwalishe sumu, usiwaambie wanaume sijui nini na nini. Hebu waache watoto wakue, maisha mengine na wao watajifunza, wakishakuwa wataishi maisha yao tofauti. Pengine wewe utawaambia wanaume wako hivi na hivi, lakini watoto wako wasipitie kitu kama hicho. Hiyo itapelekea hata pale mtoto wako atakapobahatika kupata mwanaume mzuri kwenye maisha yake, yeye asiwe mkamilifu, kwa sababu anakuwa na shida. Hawezi kumpa heshima mwanaume, hawezi kuwa mtii kwa mwanaume, haoni umuhimu wa mwanaume. Kwa hiyo usimlishe mtoto wako sumu kiasi kwamba akikua aone kama wanaume ni watu ambao hawana umuhimu kwenye maisha, na zile changamoto za kawaida za kibinadamu watoto wako waanze kuzichukulia mbaya kwa sababu ya chuki za kijinsia walizonazo. Mimi naomba nikwambie, tukatae, tukubali, usingle mother sio kitu cha kujivunia. Lakini hatuwezi kusema ikitokea wewe uko hivyo kwamba wewe unalana. Hapana, kwa sababu na wewe pia umeleta mazao mengine hapa duniani. Hatuwezi kusema unalana, imekutokea, lakini ikutokee kwa bahati mbaya, sio kwa sababu wewe umeamua kuwa single mother. Kwa sababu utaleta changamoto kwenye ukuaji wa hao watoto unaowaleta hapa duniani. Sijui kama unaelewa. Na kama wewe ni mwanamke ambaye una chuki sana, huyo baba mtoto alishawahi kukufanyia kitu, ninakusihi sana, achilia, warudishe watoto wako wawe na ukaribu na baba yao. Mambo ya wewe na mzazi mwenzio hayahusiani na wewe kuamua kuharibu hatima ya watoto wako, kwa sababu unapofanya hivyo, elewa unaharibu hatima ya watoto wako. Watoto wako kesho wanaanza kuwa na chuki za kijinsia. Na wako wengine, mimi nilimsikia mwingine anasema, mimi niliamua kuoa mwanamke mwenzangu kwa sababu nilisikia wanaume ni watu wenye changamoto, kwa hiyo mimi niliamua kubadilika kuwa mwanaume ili nikiwa na mwanamke afurahie kuwa na mimi kwa sababu nitamtreat vizuri. Sijui kama unaelewa. Vinaleta matatizo ya kisaikolojia. Wakati mwingine sio zinakuwa ni tabia za kawaida, hapana, zinakuwa ni athari za kisaikolojia kwa sababu ya mazingira ambayo yeye alikuwa anajifunza. Wewe namna ambavyo ulikuwa unamuelezea baba, ulivyokunaelezea wanaume kwamba wako hivi ni watu wa kuogopwa, inapelekea mwingine kuona kumbe mimi nina haja ya kujibadilisha kuwa mwanaume ili nimtreat vizuri mwanamke wangu, nisiwe kama mwanaume. Sijui kama unaelewa. Na kuna wengine kweli wanabadilika, wanakuwa mashoga. Na kuna wengine wanakuwa ni wanaume ambao hawawezi kusimamia nafasi zao kikamilifu kwenye familia, wanakuwa na changamoto. Kwa hiyo hii kasi inavyoendelea ya watu kuona kama single mother ni swala la sifa, itasababisha huku mbele vizazi vyetu viwe na changamoto. Na hicho ndio kitu ambacho watu wanakipigia kelele kila siku. Na wanawake huwa wanachukia sana wanapoona swala la single mother limeguswa. Lakini mimi sijajua, kwa sababu ya kutokana na namna ambavyo wao wanatafsiri na ambavyo labda hawajui umuhimu wa malezi ya pande zote mbili. Lakini mimi leo nimekuambia kwamba baba kuna kitu anachokitoa kwenye familia, na wewe mama kuna kitu unachokitoa kwa mtoto. Kumkamilisha mtoto mnahitaji nyinyi wawili, kila mtu kutoa kitu. Wewe umetoa yai, baba ametoa mbegu, mtoto akapatikana. Na mtoto huyu anatakiwa kukuzwa kwenye mikono yenu mpaka anapokuwa mtu mzima, awe amekuwa kwenye malezi yenu nyinyi wote wawili. Lakini ukikosa hiyo nafasi, jaribu kutafuta baba wa hiari ambaye atasimama kama baba, watoto wako wajifunze malezi ya pande zote mbili. Kama una kaka yako, una ndugu yako yeyote ambaye unaweza kumfanya awe karibu na watoto wako, mfanye ambaye ni mwanaume, ili watoto wasiwe na chuki za kijinsia. Na kama unaweza kulea wewe mwenyewe, basi walee watoto wako bila kuwalisha sumu kwamba wanaume wako hivi, sijui wanaume kilienda hivi kikarudi hivi, kwa sababu unaharibu kesho ya watoto wako. Na hao watoto wako pia watakuja kuharibu kesho ya watoto wao, na kesho ya watoto wao itaharibiwa pia hivyo hivyo. Kizazi chako chote kitakuwa kinaenda kinaharibiwa na yale mambo ambayo wewe ndio ulianzisha. Kwa hiyo kaa chini, chagua lililo jema. Kuwa single mother sio laana, kuwa single mother pia sio sifa.
chagua lililo jema. Ukiweza kuwaweka watoto wako karibu na baba yao, waweke. Na kama haiwezekani, tafuta mwanaume ambaye atakuoa, pengine asimame kama mbadala wa baba kwa watoto wako. Au kama utashindwa kuolewa, tafuta mtu yeyote kwenye familia yako ambaye atasimama kwa ukaribu na watoto wako, kama ni kaka yako, kama ni nani, yeyote mwanaume, ili watoto wajifunze umuhimu wa jinsia zote mbili.